Bwana, ili dude la leo ni hatari na nusu. Kabla hata lijaanza, basi nikuambie tu kwanza gusa alama ya kusubscribe. Alafu usisahau kwamba picha hii imezaminiwa na mzamini mpya kabisa. Kwa wale wageni wasiojua utaratibu, basi unatakiwa kugusa alama ya kusubscribe, alafu hapo chini zitajitokeza channel mbili. Kisha unaenda kwenye channel ya chini na yenyewe unagusa alama ya kusubscribe. Hiyo channel ya chini ndio channel ya mzamini wetu, anaipa nguvu picha hii iweze kusonga mbele. Na kwa kufanya hivyo basi ndio utakuta tamthilia zinatoka kwa haraka zaidi kuliko kawaida. Karibuni sana mashabiki na wadau wa PVP Media Max, na wapenda sana. Sasa tuende kazi. Movie inaanza tunakutuonesha mwamba mmoja anayefahamika kama Brown. Huyu jamaa anapenda sana mapishi na ni mpishi ambaye amezaliwa tu na kipaji hicho cha upishi, alafu pia anatumika kuwapikia watu wakubwa sana, mawaziri mpaka marais. Lakini siku moja mwamba alituhumiwa kwa kutaka kumharibu ama kumzuru kiongozi mkuu, kwani ndani ya chakula chake walikutana na ndoano ile ya kuvulia samaki. Na kutokea wakati huo mwamba alipoteza kila kitu alichokijenga kwa muda mrefu. Maafande walitimba katika makazi yake kuja kumkamata, lakini jamaa aliruka kutokea dirishani na akaangukia katika swimming pool, na mwamba ni kama alikuwa amejigongesha vibaya katika kichwa. Na akiwa amepoteza kabisa matumaini ya kuendelea kuishi, kuna mwanamke mmoja alijitokeza ndani ya maji akampiga kisi. Baada ya kumpiga kisi, mwamba anakuja kuamka anagundua yuko katika eneo jingine tofauti kabisa. Na jambo la kutisha ni kwamba amerudi akiwa ni mwanamke, tena na matiti safi kabisa, mwanamke yule yule aliyekuwa amemkisi ndani ya maji. Mwamba alishtuka. Hasa unajua ilianzaje mpaka mwamba akashtakiwa? Basi mambo yalikuwepo hivi. Jamaa maarufu wa mapishi alikuwa nao wa muda mrefu sana. Sasa walikuwa wanatafuta mpishi kwa ajili ya kumpikia mheshimiwa rais. Wakati wanamfanyia interview, mwamba alijinadi sana akisema kwamba mimi napika kwa asili, alafu napika chakula kitamu kuliko yeyote yule. Na kiufupi mwamba sifa yake nyingine aliyokuwa nayo, alikuwa anapenda sana totos, yani watoto wa kike sio mchezo. Basi aliambiwa kwamba mawaziri pamoja na rais wamekusanyika siku ya leo, wanahitaji msosi ila wanataka kula samaki, japokuwa samaki huyu akikutwa na mfupa hata mmoja tu basi umefukuzwa kazi na unafungwa. Basi mwamba Bongwang kwa kuwa ni mzoefu, kwanza akachagua samaki wa gharama sana, akawaandaa vizuri na akaondoa mifupa yote. Baada ya msosi kukamilika, moja kwa moja ukapelekwa kwa mgeni rasmi. Mwamba akapiga kwanza fundo la kwanza, akalifurahia sana, lakini ghafla tu huyu mwamba akashtuka kana kwamba ametafuna kitu kigumu. Kuja kutoa ni bonge la ndoano la kuvulia samaki, lakini kuna mtu ambaye ni secretary katika hiyo hoteli alionekana kutabasamu. Inaonekana yuko nyuma ya mpango. Haraka sana walinzi walitawanyika kwenda kumkamata mwamba Bongwang, kwani anatakiwa aende kujibu kwa nini ndoano imekutwa katika chakula cha mkuu. Hii ni kesi mbaya, unaweza kufungwa hata kifungo cha maisha. Lakini mtaalamu wakati huo, kama nilivyokuambia kabla, ni mzee wa totos. Leo alikuwa akijinadi kwa mtoto fulani hivi mkali, anasema unajua kile chakula ambacho nimekipika lazima ndaitwa hapo kuweza kusifiwa. Lakini mwamba alikuwa ajui kwamba kuna mwamba mmoja anafahamika kama sous chef ambaye alikuwa na mpango wa kumharibia kila kitu mwamba Brown, na ndiye aliyeweza kushirikiana na yule secretary kuhakikisha kwamba wanatia ndoano ndani ya chakula cha mwamba Brown. Hasa mshikaji bana hajui chochote kile, yuko nyumbani kwake, alikuwa ameandika kibao pale mlangoni kwamba hakuna mtu kunisumbua, muda mwingi anakuaga sana na totos. Sasa maafande wamefika wakasema asikusumbue mtu, na maana unajua unachokifanya eh. Maafande wanamwambia bwana mkubwa, hebu bana toka nje tuongee, kuna mazungumzo fulani hivi tunataka tukufanyie mahojiano. Mshikaji Brown akasema maafande, simu nifanyie mahojiano hapo hapo, kwani lazima muingie nyumbani kwangu au kuna pingu mmezisahau? Lakini Brown akawa ameshtuka, lazima kuna kitu kitakuwa kimetokea kule hotelini. Akasema kama kuna kitu chochote kibaya kimetokea, basi sous chef ndio anayehusika, kwa sababu yule mwamba hatupatani sana. Wewe bwana mdogo tunakudekeza. Wakapiga mlango wakawa wanaingia ndani, jamaa akaanza kukimbia. Mwamba akakimbia akaanza kujificha kingo za nyumba. Maafande walikuwa wanataka kumkamata kwa sababu eneo alilopo ni baya sana, na akianguka hapa anaweza akapoteza maisha, lakini mwamba alikuwa ajali kabisa yani. Sasa bwana, kulikuwa kuna njiwa mmoja hivi akamchafulia mkono wake, na mwamba ana kini yake inoma yani, akajikuta amejiachilia pale. Maafande walijaribu kumkamata, lakini mwamba alikuwa ni mzito, mwisho wa siku akaanguka kutokea hapo juu mpaka katika swimming pool. Na hapo alipokuwa ndani ya swimming pool ndo akaweza kuiona sura ya mwanamke ambaye sasa hivi ndo amebadilika, amekuwa yeye, na mwamba akaibukia katika eneo jingine tofauti kabisa. Hasa mshikaji akawa anatazama hapa nje kuna ishu gani, akatoboa kidogo hapa kitobo fulani, akaanza chungulia, akagundua kuna watu waminama kando kidogo ya nyumba yake. Mshikaji kujitazama, wa kike kabisa, hapo ana titi fulani hivi chuchu saa sita. Mwamba akashtuka, nimekuwaje tena hivi? Mshikaji akakimbia mpaka katika kioo, anakuja kutazama sura yake ni ya kike kabisa, tena mwanamke yule aliyekuwa amemkisi ndani ya swimming pool, alafu tena piskali ya kwenda yani. Basi mwamba akaona kana kwamba anaota, akawa anatabasamu, anasema ndoto ya leo ya kifala sana, yani mimi nimeota wa kike. Lakini dakika hizo hizo mhudumu aliyekuwa amesimama kando kidogo ya nyumba yake kwa muda mrefu akawa ameingia. Samahani kiongozi, nimeingia hata bila hodi, naomba unisamee. Inaonekana huyu ni mfanyakazi ambaye amekuwa akimhudumia Brown kutoka alipokuwa mdogo. Sasa hapa bado nitaendelea kumuita Brown kwa sababu bado hatujajua jina la huyu mwanamke ni nani. Mwamba akataka kuondoka ndani ya huo mjengo kwa sababu anaona maruerue haya. Ile kutoka tu nje anakuta watu kibao wameinama mbele yake. Yeye ni nani? Na mwamba akaanza kukimbia. Kila anavyokimbia anakuta mamia ya walinzi na watu kibao wanamkimbiza na hawamgusi, yani wanamfuata kila
kila sehemu anayoelekea. Akaanza kushtuka, hapa niko wapi? Kubadilika sura sio mbaya, hebu kwanza ngoja nihakikishe kama mazaga yako hapa chini. Kuja kuchungulia, mwamba anakuta yuko flati, amejikuta yuko na kitumbua. Akaanza kulalamika, oya, naomba mazaga yangu nyi wazee. Ina maana mmenishika bega, limebadilisha mazaga, alafu pia limechukua sura yangu. Naomba mnirudishie sura yangu wazee, nataka na mazaga yangu. Basi haraka sana akaitwa daktari wa Ikulu, na alipokuja kumfanyia utafiti akasema mbona yuko safi tu kabisa, kila kiungo chake kiko sawa, hamna kiungo kilichobadilika. Mwamba akawa haelewi kinachoendelea, akabidi kumuuliza mfanyakazi wake mtiifu, akasema nini kimeutokea mwili wangu, niambie. Huyo mfanyakazi akaanza kusema yote ni makosa yangu, naomba unisamee princess, kwa sababu siku ya jana nilipokuwa nakuletea chakula nikakuta eti umejitupia katika maji walinzi walikuja kuleta taarifa na ulikuwa ujitambui siku nzima. Kufikia hapo bibi dada ndo akagundua kwamba huenda lile ziwa ndo tiketi ya yeye kuweza kurudi kule alikoweza kutokea, akahitaji kuelekea hapo alipokuwa ameangukia siku ya jana. Mwamba Brown alikimbia akaruka juu akaidumbukia ndani ya lile ziwa, lakini kwa bahati mbaya maji yalikuwa yameweza kukauka, akajikuta anaangukia sura. Mwamba alichafuka kinoma, lakini ndio hivyo ana sura ya kike. Alikuja mfanyakazi mkubwa kutokea Ikulu akasema kwamba princess, harusi yako inakaribia, kwa ni muhimu usijijeruhi kabisa mwili wako, sawa? Mshikaji alishtuka akauliza, ina maana anaenda kuliwa kiboga? Wakaanza kumuuliza kiboga ndio nini? Mwamba aliwaka, haiwezekaniki bana, mimi siwezi kuolewa, mimi hapa siwezi kuolewa, ni kwani hamuoni? Sasa kuna kabidada fulani kalikuwa kakitembea mitaani, kwa bahati mbaya kakamwagia princess maji na kakaanza kuomba msamaha, samahani kiongozi, naomba unisamee. Yani ni kwamba lilikuwa ni kosa kubwa sana, na ikaja taarifa kwamba princess anahitajika na mfalme. Haraka sana Mwamba Brown akakimbia kuelekea huko kwa mfalme. Sasa mfalme alifurahi kwa kwamba princess anakimbia anakuja hata bila ulinzi. Bidada amefika anasema, angalia mfalme, sasa umekausha ziwa lote lile, mimi nitaka niende nikaogelee, nimeangukia kwenye matope. Mfalme amejiziba tu pua kwa sababu yale matope yalikuwa yananuka. Princess anataka lile ziwa lijazwe tena maji. Akaambiwa kwamba lile ziwa tumelikausha bana, alitakiwa tena kujazwa maji na mimi siwezi nikapinga kabisa jambo hilo. Bidada alimlamba mfalme kibao, watu wote walibaki wanashtuka, mfalme anakula kibao. Kulikuwa kuna kitabu fulani ambacho kiko hapa katika meza ya mfalme. Bidada akaanza kukivuta hicho kitabu akisome, labda huenda ndo kina maana ya kuweza kukausha maji na kuyarudisha, lakini mfalme akawa anang'ang'ania. Sasa unajua kuingilia ugomvi kati ya mfalme na malikia ama mfalme na princess ni kazi sana, kwa walinzi walikuwa wamekaa pembeni wanashangaa tu tabia ya princess ilivyo. Sasa bidada akajifanya amepotezea, lakini ile mfalme anaangalia tu kushoto, huyu akawa anakifuata kile kitabu. Sasa wakati wanang'ang'aniana, bidada alimanusura akishike kile kitabu, lakini kikawa kimesukumizwa mpaka katika dimbwi la maji. Kuna chawa tu mmoja hivi kama Mwijako alikuwa amejipendekeza kwa mfalme, akaweza kukisukuma kile kitabu. Basi mfalme alifurahi sana. Sasa habari zikatapakaa sana katika mji kwamba princess amepoteza kumbukumbu zake zote, yani hajiheshimu, sasa hivi anafanya mambo ya ajabu. Sasa waziri mkuu akatoa oda kwamba taarifa hizi za kwamba princess amepoteza kumbukumbu hazitakiwi kumfikia mtu yeyote yule, iwe siri kubwa. Sasa yakatolewa maagizo yatakiwe kuchunguzwa ni kwa nini bidada ameweza kupoteza kumbukumbu zake, lakini inaonekana kuwa ndani ya ufalme kuna mtu ambaye alikuwa hataki kabisa princess aendelee kuwa hai. Hakuwa mwingine, alikuwa ni mama mmoja hivi maarufu na anaheshimika sana, ndakwenda kukupa jina lake baadaye. Huku upande wa pili tunaonyeshwa kuna kikao kizito ndani ya ufalme. Hasa mfalme anayeongoza vikao vyote na mfalme katika hii ngome ni kijana tu, tutakwenda kukupa historia ni kwa nini ni kijana. Akawa anaendesha kikao ambacho kinasema kwamba ni nani anawajibika katika kumharibia kumbukumbu princess. Ila huyu mfalme anafahamika kama Cheojang. Akatoa oda kwamba siku za hivi karibuni harusi itakwenda kufanyika licha ya kwamba princess ameweza kupoteza kumbukumbu zake, kwa iwe siri tu. Na mara nyingi mfalme anapokeaga maelekezo kutokea kwa bibi mmoja ambaye huyu amewahi kuwa ni mke wa mfalme miaka ya zamani sana, kwa hiyo ni kama malikia wa zamani, ndio anayempaga maelekezo ya kuongoza ufalme huu. Sasa huku upande wa pili Mwamba Brown amewekwa katika kaswimming pool fulani hivi kadogo, anaendelea kuogeshwa anashikwashikwa na wadada. Sasa kumbuka kwamba Mwamba ni mwanaume kamili, lakini mwili wake wote ni wa kike. Jamaa akaona kwamba haya maisha ya huku mbona atakuwa ya mateso sana, akawa anafikiria nirudije nyumbani. Akawa anaulizia kama kuna mto ama ziwa lolote katika huu ufalme, akaambiwa kwamba vyote vimeweza kukaushwa, yani ni kana kwamba kuna tukio ambalo liko nyuma ya pazia. Mwamba akaanza kujirushia kwenye kila kitu ambacho kina maji, akikuta chungu anajimwagia umo ndani, yani akikuta popote pana maji basi anajiingiza hapo maksudi. Alipambana siku hiyo nzima, lakini hakuweza kabisa kurudi katika dunia yake. Mwamba akakata tamaa, sasa inabidi akubaliane tu kuwa mwanamke. Ikabidi Mwamba kuanza kufanya utafiti, yupo katika dunia ya ngapi na mfalme ni nani na yuko katika miaka ipi. Akaambiwa kwamba mfalme bana anaitwa Cheojang, na bila hata kupoteza muda Bwana Brown akachomoka pale na akaenda kumfuata mfalme, akaanza kumweleza, unajua mimi ni mwanaume mwenzio, nimetokea karne ya mbele huko. Haya masuala ya ndoa mnaoniletea haya ya ajabu sana, ni kama mnahalalisha masuala ya upinde, kwa mimi siyahitaji kabisa bwana. Mimi nimetokea miaka ya mbele huko, nilikuja kwa bahati mbaya tu. Mfalme akajua bado huyu bana malaria imempanda kichwani, hebu rudi kwanza kule ukafanywe matibabu vizuri, alafu utakuja ukiwa umetulia. Wewe ushaambiwa kabisa kwamba unaelekea kuliwa kiboga, unadhani utakubali? He bwana we. Sasa ndio ngoma yetu inakwenda kuishia hapa katika episodi ya kwanza. Episodi ya pili ngoja nikupe utaratibu wa kuitazama. Ukiangalia hapo juu
juu ya skrini yako kuna hiyo iliyoweza kujitokeza imeandikwa episode ya pili. Ukigusa hiyo ndio utaweza kwenda kuitazama. Usipofanya hivyo itakuwa ngumu sana kwa wewe kuitazama episode ya pili. Lakini pia kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, hakikisha unagusa alama ya kusubscribe, kisha shuka chini katika channel ya pili, hapo kuna channel ya mdhamini wetu. Hakikisha pia unagusa alama ya kusubscribe kwa sababu baadhi ya episodes zinatoka huko.